Bado tuko makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani, klabu yenye umri mkubwa zaidi, mwaka 1935 ndo amezaliwa. Na leo wanachama wa Dar es Salaam na mikoa ya Pwani wametoa azimio lao ama wametoa msimamo wao kwenye sakata ambalo limekuwa likiendelea la mechi ya tarehe 8 kutokuchezwa. Lakini si tu wa baba, tarehe 8 ilikuwa ni siku ya wanawake duniani. Lakini pia mwanachama nguli na shabiki mdada huyu hapa anakwenda kutuambia namna ambavyo kwake yeye ameunga mkono hoja hii na nini anacho cha kusema kingine. Karibu sana, karibu mno. Kwa majina naitwa Jessica Manji au Jessica Nyoni kutoka tawi la wakale wa Temboni. Hii kauli ya kusema hatutocheza nimeunga mkono kwa 100%. Ni kwa nini? Uwezi ukatufanya kama watoto wadogo, ukatugeuza unavyotaka wewe. Watu wametumia vitu vyao vya gharama kubwa sana. Ile mechi ilikuwa ya Yanga, imetukosesha mapato mengi sana kwenye uongozi wetu. Kuna wadhamini ambao wako pale, GSM, Jibusti, watu kibao ambao walikuja pale kwa ajili ya udhamini, usafiri ambao umetoka huko. Yeye bodi ya ligi baada ya kupata taarifa kutoka kwa Simba kwamba hatuchezi. Simba ni nani kwenye hii nchi mpaka aseme hatuchezi waweze kuahirisha mechi? Simba ni kama Mtibwa tu. Sijui umeelewa? Japo wanakuambia busara itumike. Busara ipi ikiwa nyinyi mnafanya vitu kwa kukomoa uongozi wetu? Wao wanataka kutugombanisha sisi na viongozi, kuona viongozi wetu hawafanyi kazi. Lakini viongozi wetu wanafanya kazi kwa uweledi, na ndio maana tumeweza kuchukua ubingwa mara 3 mfululizo. Ubingwa mara 4, wao wanataka kuutia dosari uongozi wetu kuona ufanyi kazi. Mimi kama shabiki kutoka wakali wa Temboni nazungumza tena, hatuchezi. Na kuna baba nimemsikia anakuambia inatakiwa busara serikali ingilie. Mimi nataka niseme hivi, asianze kutia huruma ikiwa wao wenyewe bodi ya ligi wamekosea. Asitie huruma kusema kwamba busara ya nini? Walikimbia ile mechi ilikuwa saa 11. Wao bodi ya ligi wakasema mechi ipelekwe saa 1. Yanga walikuja uwanjani wakaondoka. Ina maana wameshaona kwamba viongozi wetu sisi wana uwezo kufanya kitu chochote. Wakitaka hii ligi wacheze wenyewe, si tuame twende Zanzibar basi. Iwe ligi ya Simba, kwa sababu wanachokiongea aongee Kidau, aongee Mguto, aongee nani. Watakachokisema hao ndio. Mpira wetu tunaupeleka wapi? Mbona sio mpira ule watenga? Huu mpira wa saizi mbona uko tofauti? Ukiongea wanakuja wanakuataki. Mafanikio ya Kalia ni haya. Hapana. Na asija akasema eti mafanikio ya Yanga yametoka kwa Kalia. Mafanikio ya Yanga yametoka kwa wana Yanga wenyewe ambao wanalipa kadi shilingi 24,000 kwa miezi 12. Kwa unapokuja kusema eti mafanikio ya Yanga eti Kalia ndo ameleta, nakataa. Uongozi uliopo madarakani wa Engineer Harris na wajumbe kamati tendaji ndio wameleta mafanikio haya ya saizi. Na ndio maana unakuja kukuta tunalipa hada kwa weledi, na haya ndio mafanikio ya Yanga. Kwa hiyo asije akasema eti Kalia ndo ameleta mafanikio ya Yanga, na mkatalia. Yanga imepata mafanikio kupitia wanachama wake wenyewe na viongozi na weledi wao ambao uko madarakani. Kwa mimi nataka tu nimwambie kwamba hatuchezi. Tuko tayari kushuka ligi daraja la kwanza kabisa. Hatutocheza kamwe, na tuko pamoja na uongozi wetu wa klabu ya Yanga Africa. Hawakufikiria hasara za wafanyabiashara ambazo zilitokea pale Taifa. Walichoangalia ni wao kwamba wameingiza kwao shilingi ngapi. Hawakufikiria tulipoteza mtu katika maisha, tumeenda kumzika mbaya. Hilo hawakuliona. Ina maana asingeilisha mechi, hata yule kaka ile saa 8 saa 9 asingefariki kwa alivyoegemea nguzo. Hawajaliona hilo bodi ya ligi. Wanachoangalia ni wao tu kwamba Yanga ina makosa. Hawajaangalia vitu vingine, wanaangalia maslahi yao. Nadhani hata ili mama anajua kwamba mnyongeni haki yake mnyongeni haki yake mpeni. Ilikuwa ni siku ya wanawake duniani. Wanawake wengi ambao wanapambana siku ile walijitahidi. Kuna watu wanakopa vitu kwa malikauli ili tuende tukafanya biashara. Lakini nakwambia ligi yani akiamka tu ni kama anaweka watu kama watoto wadogo. Yani akiamka tu hatuwezi kucheza. Blaza, tunaupoteza mpira wa Tanzania, ulikuwa unakuja kwa kasi. Lakini tunakoenda siko. Waongee ukweli, ni nani aliyesema Simba wasiingie uwanjani? Na ni nani aliyowaambia kwamba wafunge geti Yanga wasiingie? Watujibu. Walikuwa wanatuonea zamani, sio saizi. Wamemwona Engineer ni mpole, basi wanajua akiongea tutamfungia. Kwani hatujui? Hatujui kwamba wana lengo la kufungia viongozi wetu. Kwa sasa tunasimama na Engineer Harris na viongozi wote wa jopo la Yanga. Tuko tayari kwa lolote. Kwa lolote lile. Sijui mtakuwa mmenielewa. Tuko tayari kwa lolote. Wameanza Mbeya, wameanza Dodoma. Zanzibar nadhani mmewasikia. Hii ni Tanzania nzima. Na tutaomba maandamano ya amani. Hatuitaki bodi ya ligi. Asanteni.